Kwa hivyo tunaenda kuingia katika neno la Bwana katika kitabu cha Esta. Esta 2. Habari ya Esta ni kubwa, kwa hivyo ninaenda kukata mistari pale ujumbe. Ninataka ujumbe tukatoe hapo pale, ninataka ujumbe tukatoe. Kwa hivyo ninaenda nikikata. Kwa hivyo tunaenda kuanza, tutasoma yote, ni refu sana habari hii ya Esta. Tunaenda kusoma 2. Wacha tukaanzie mstari wa 6. Esta 2. Tukaanzie mstari wa 6. Esta 2 mstari wa 6. Ambaye alikuwa amechukuliwa mateka kutoka Yerusalemu miongoni mwa wafungwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda, ambaye Nebukadneza mfalme wa Babeli alimchukua. Naye alikuwa amemlea Hadasa, yani Esta, binti wa mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa wa umbo zuri na uso mwema. Nao walipokufa baba yake na mama yake, yule Mordekai alimtoa kuwa binti yake. Basi amri ya mfalme na mbiu yake iliposikiwa, wasichana wengi wakakusanyika huko Susa, mji mkuu, mikononi mwa Hegai. Esta naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wanawake. Yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na chakula chake na vijakazi 7 wa nyumbani mwa mfalme ili wamhudumie. Pia akamhamisha yeye na vijakazi wake, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Naye Esta hakudhihirisha kabila yake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Amen. Acha tufike hapo. Baba, katika jina la Yesu, tunalitukuza jina lako, tunaliinua jina lako, tunasema ni asante Jehova, ni kwa sababu wewe unatenda mambo mema siku zote, na tuko mahali hapa Bwana ukatunenee, tuko mahali hapa Bwana Mungu wa mbinguni tukaweze kusikia kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Nikiweka umati huu mikononi mwako Bwana, nikisema ya kwamba Baba Mungu wa Israeli ukatuhudumie jinsi vile utakavyo nasi katika siku ya leo. Nikikataana na kila roho yote ambao Bwana ni ya kuvunjika moyo, ninatangaza ya kwamba haina uwezo katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Haina uwezo katika mioyo yetu. Tunakutazamia vile wewe Bwana, neno lako linasema ya kwamba ni wewe yule jana, leo na hata milele. Tukaona ukiokoa, tukaona ukitia watu wako nguvu, tukaona ukitetea watu wako Bwana. Nasi tunaamini ya kwamba katika mchana wa leo Bwana Mungu wa Israeli unaenda kututia nguvu ya kuendelea. Tutaangalia nyuma tukatazame adui, bali tutatazama mbele tukaone jinsi vile unaweza tenda. Tutatazama mbele tukaone wokovu wako katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Amen. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya neno la siku ya leo. Neno la Bwana katika Esta, tunaelewa ya kwamba ule mwanadada ni mwanadada ambaye alikuwa ameachwa na wazazi wake. Katika kulewa kwake alikuwa ameachwa mikononi mwa Mordekai. Mordekai alikuwa kama ni ango, I think ni ango. Ni ango. Alikuwa ameachwa mikononi mwa ango yake. Kwa hivyo ule mtoto alikuwa mtoto yatima. Na katika ile hali vile wazazi walikufa, tunajua ya kwamba baada ya wazazi kuenda mambo mengi huwa inatokea. Na ukiona huyu alijitokeza hali ya kuchukua huyu mtoto na kumulea, mambo ilikuwa imetokezea pale. Kwa hivyo ule mtoto hakika alikuwa yatima. Biblia inasema ya kwamba baada ya mama na baba yake kufa, ndio Mordekai alivyomchukua. Na Mordekai wakati alikuwa anachukua ule mtoto, tunajua ya kwamba ikuangi rahisi kuchukua mtoto yatima. Ninajua ya kwamba si rahisi. Ni kwa sababu ule mtoto ni jambo umeongeza pale nyumbani.
Na ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya Mordekai wakati alipochukua ule mtoto. Na sijui kama alikuwa na wengine, kwa sababu Biblia haijaniambia kama alikuwa na wake. Lakini neno la Bwana linadhihirisha ya kwamba Mordekai alikuwa anapenda sana huyu mtoto. Na Biblia inasema ya kwamba, kwanza pale nilikuwa nataka tuanze kabisa. Ni hii mstari ya kuwa, acha tuanze mstari wa 7. Naye alikuwa amelea Andasa, yani Esther. Andasa ndio Esther. Yaani alikuwa amelea Andasa Esther, binti wa mjomba wake. Kweli alikuwa binti wa mjomba wake, kwa kuwa ana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa umbo zuri na kwa uso wake. Nao walipokufa baba na mama yake, yule Mordekai akamtwaa kuwa binti yake yeye. Basi ikawa wakati, sasa nataka tushikane hapa. Wakati Mordekai alimchukua, akakaa na ule mtoto, akalea ule mtoto katika zile njia zilizokuwa zinafaa. Na Biblia inasema ya kwamba, tujue ya kwamba habari ya Esther, pale Esther alikuja kuingilia ni wakati Vashiti. Nimesema ya kwamba hatuwezi soma hii habari kutoka kwanza mpaka pale hii habari imefika. Kwa hivyo nimesema ni ndio, kwa sababu nimekata. Kwa sababu tukianza kusoma kila kitu, pale Esther aliingilia, wale hawajui, kuna wale wanajua na kuna wale hawajui. Pale huyu msichana aliingilia ni wakati mfalme Ashuru alipoita Vashiti. Vashiti alikuwa mke wa Ashuru. Akamuita ili ajionyeshane. Katika wakati ule kulikuwa na kalamu. Akamuita, akamwambia, akatumana, akasema, kwa sababu wakati umewaandia wa mke wa mfalme akajionyeshane kwa wale waliokuwa wamealikwa katika ile kalamu. Lakini wakati Vashiti alitumanwa, yeye hakuenda. Yeye akakataa kwenda. Nimeanza pale ni kwa sababu ya wale wanaweza kuwa wajui habari ya Esther. Wakati Vashiti alikataa kwenda, mfalme akaghadhibika sana na moyo wake ukaungua sana. Akajiuliza ndani ya moyo wake, ni nini imesababisha huyu mke asije nikamuonyeshana mbele ya wakuu? Na Vashiti akatumanwa lakini hakuonyeshana kukuja. Kwa hivyo moyo wa mfalme ukaghadhabika sana. Na wakati moyo wa mfalme ulikadhabika sana, ndio akauliza swali. Akaita wakuu, akawauliza ya kwamba, mnaona tufanye aje ni kwa sababu ya huyu Vashiti? Naye wakuu wakampatia maarifa, wakamwambia ya kwamba, tunaona kana kwamba tukusanyie mambinti ili ukaweze kuchagua mke mwingine. Ni kwa sababu huyu ameenda kinyume cha mfalme. Kwa hivyo mfalme akapewa nafasi ili akaweze kuchagua mke mwingine. Ninataka tuende na wewe uone ya kwamba vile Mungu anatenda. Naye mfalme, Biblia inasema ya kwamba moyo wake ukafurahia jambo ile. Kwa hivyo mabinti wakasanywa katika pande zote katika ile nchi. Wakati walisanywa, kukakuwa kana kwamba kuna muda ambao watapewa ili wajitengeneze, ili wanywe vizuri, ili wale vizuri, ili wajipondoe vizuri. Ndiposa siku ile ambaye itakapofika mfalme achague mke wake. Kwa hivyo hapa ndipo ninataka kujue ya kwamba ndipo Esther aliingilia. Na wakati Mordekai alisikia, akajua ya kwamba niko na binti mmoja mahali ambaye ni Esther. Kwa hivyo yeye akaenda akampeleka katika ile nyumba ya mfalme. Ni kwa sababu walikuwa nakula pale, wanaangaliwa na wakapewa msimamizi ili awaangalie katika ile kukula na kile chochote wanahitaji. Ndiposa ile siku itakapofika uwe umekamilisha, kama ni kujirembesha, kama ni kukula vizuri, kama ni kuweka shape. Ni kwa sababu ile siku ilikuwa inangojewa, ilikuwa siku kubwa sana. Ni kwa sababu pale hapakuwa na mchezo, kulikuwa hali ya kuchagua mke wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio Biblia inasema ya kwamba, sasa wacha nirudi pale nilikuwa. Ndio Biblia inasema ya kwamba basi ikawa wakati ilipofika
ulipofika amri ya basi ikawa wakati ulipofika amri ya mfalme na mbiu yake, wasichana wengi wakakusanyika huko Shushani, ngomeni mfalme wa Engai. Esta naye aliingizwa katika, hii Biblia yangu iko na maandiko madogo. Esta naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme. Esta naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Engai mwenye kuwalinda. Engai alikuwa ule mama, alikuwa amedhaminiwa wale wasichana ili wakitaka vipondozi anawapatia, kile wanachotaka anawapatia. Na Biblia inasema ya kwamba hata Esta mwenyewe akapata kibali katika ule mama ambaye alikuwa anapeana zile vitu. Kwa hivyo ikakuwa labda kulikuwa na mung'ang'ano wa kupata zile vitu. Kwa hivyo Esta ikakuwa ya kwamba ang'ang'ani hali ya kupata zile vitu, anasipata katika urahisi. Kama ni ile chakula walikuwa wameamrishwa wakule, anaipata kwa rahisi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kibali. Kibali kikaanza kujidhihirisha kwa Esta. Kibali kikaanza kujidhihirisha. Ni kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba ati akaona kibali. Akaona kibali katika ule mama ambaye alikuwa anafanya nini? Anawapatia zile vitu za kujipondoa. Biblia inasema ya kwamba yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi vifaa zile ambazo ni za utakaso pamoja na posho lake, vijakazi 7 walio haki yake kwa nyumbani mwa mfalme. Akarudi wakati alipewa zile vitu za kujipondoa, akarudi akaongezewa wafanyikazi 7 wawe wanamwangalia, wawe wanaona anafanya nini, wawe wanaona anaendeleaje, wawe wanaona kweli kile kinahitajika akafanye, amefanya. Lakini ninashukuru Mungu ni kwa sababu kulikuwa na wengi ambao walikuwa wamesanywa, lakini Biblia inatuelezea kuhusu mmoja ambaye alipata kibali. Ni kwa sababu katika wale wasichana wengi waliokuwa mahali pale, ule ambaye tunatajiwa ni Esta peke yake. Ni Esta peke yake. Labda kulikuwa na wengine wa wafalme wengine, ni kwa sababu hii ilikuwa nafasi kubwa. Hii ilikuwa nafasi ambayo kila mmoja angetaka imupite. Kwa hivyo haikujalisha huyu Esta ni wa namna gani, huyu Esta ametoka wapi, huyu Esta amelewa na background gani. Ni kwa sababu hakuna mtoto yatima analewa katika kufurahia. Ninajua ya kwamba mashida inakuwa nyingi, misukosuko inakuwa mingi, lakini hapa ninashukuru Mungu ni kwa sababu katika ile misukosuko Esta akapata kibali kwa Bwana. Na akaanza kupata kile kibali ni kwa sababu wakati tu aliwekwa mahali pale, ati alipata kibali mbele ya wale wafanyikazi walikuwa hata wanafanya kazi mahali pale, na kibali kikaanza mahali pale, na jana yake ikaanza kusahaulika. Ninataka kusema ya kwamba hata kama Esta alikuwa mahali pale na angeshinda kuwa mke wa mfalme, angetoka pale sura yake ikiwa imebadilika, angetoka pale mwili wake ukiwa umebadilika. Hata kama angepata hii kibali ya kuwa mke wa mfalme, ni kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameanza kuachilia neema ya kibali juu yake. Na ninataka kusema ya kwamba Bwana akianza kuachilia kibali katika maisha yako, usikubali na adui akakukumbusha ya jana. Usikubali wakati Mungu ameanza kuachilia kila kibali
inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya huyu msichana, na pia nguo yake alijua ya kwamba hata huyu anaweza shinda. Kama ule wasichana wengine wanapelekwa pale, ninaenda kumpeleka pale hata mimi, ingawa anaweza enda akashinde. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba sauti zinaweza kuwa nyingi. Unawezaje? Utafika pale aje, na umefika hapo aje. Sauti za adui zinaweza kuwa nyingi. Sauti za kuvunjika moyo zinaweza kuwa nyingi. Sauti za kutojiamini zinaweza kuwa nyingi. Kwanza hiyo ndio inatumaliza kama kanisa. Unajiuliza, inawezekanaje? Kama vile Maria aliuliza, inawezekanaje mimi nikazae mfalme? Kwa hivyo na wewe siku ya leo, ona kana kwamba Bwana ameanza kutenda kazi njema ndani yako. Ona ile kazi Mungu ameanza ndani yako. Wacha kuona ile kushindwa. Wacha kuona ile background nimetoka. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya huyu msichana. Hakujitazama akaanza kuona kana kwamba mimi sitaweza. Ni mimi ninaweza kuwa sina wazazi mahali hapa. Lakini hayo yote hakutazama jinsi vile wale wasichana wengine walikuwa wanafanya. Akaendelea na kufanya. Siku kwenda siku ingine. Ni kwa sababu hakuna mmoja alikuwa anajua ni nani ataibuka mshindi mahali pale. Lakini kile kilikuwa kinajalisha pale ni mkono wa Bwana. Pale umeangizwa. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ya kwamba kwenu hakujawahi itanishwa na utajiri. Inaweza kuwa kana kwamba kwenu hakujawahi itanishwa na mambo mazuri. Lakini wacha nikuambie siku ya leo, kitu moja ambao utaweka ndani ya moyo wako na ukaambia Mungu, ukamwambia ya kwamba nimekubali, ni kwa sababu nimeona ya kwamba ukiachilia neema ingine kwa watu wengine, kama ile maandiko tulisomewa ya kwanza, ilinitia nguvu sana, ile iko katika Samueli 9. Hebu tuweke hiyo maandiko Karau tuseme 10. Na kuambia ya kwamba tunafika mahali unaona ya kwamba unaanza kujiuliza maswali, itawezekanaje? Sio kutaka kujua ya kwamba itawezekanaje, lakini palipo na nguvu za Bwana inawezekana. Bwana asifiwe. Tunaweza kuona ni jangwa, lakini palipo na nguvu za Mungu ninajua ya kwamba kuna uwezekano. Kuna kuwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri za ingine unajikalisha chini, unajiumbiria. Na hii neno, wacha niwaambie wapendwa, hii neno, ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya neno la Bwana. Ni kwa sababu ni kweli na amina. Na kile kinasababisha hii neno isije ikatimia kwetu. Nilikuwa naambia mchungaji jana, nikamwambia ya kwamba mimi naweza taka kujua ni nini hii neno imesema. Kama hii neno imesema anaachilia uponyaji, anaachilia uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama anasema ya kwamba ni yeye alitangulia kubariki baba zetu, Bwana asifiwe, akatangulia kubariki baba zetu na akawabariki. Wengine wakaambiwa ya kwamba utakuwa taifa kubwa, wengine wakapewa mali. Bwana asifiwe. Na ni ile neno tu, ni kwa sababu neno lake linasema ya kwamba yeye ni yule jana, leo na hata milele. Huyu tu ndiye alikuwa anaongea wakati wa Abrahamu. Anamwambia ya kwamba nitakubariki. Akakuja kwa mwana, akaambia Isaka, nitakubariki. Kwa hivyo yetu kama kanisa la Bwana, tusiinuke katika sosisi tukaulize ya kwamba jambo hili linawezekanaje. Wewe usitake kujua jambo hili linawezekanaje, lakini wewe ukatazame ukajue ya kwamba si mimi ninataka kujua ya kwamba itawezekanaje, lakini ninaye Baba wa mbinguni ambaye anajua inawezekanaje. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo, ya kwamba uende nyumbani ukijua ya kwamba usitake kujua itawezekanaje. Usitake kujua
itatendekaje? Lakini taka kujua ya kwamba Baba ukanena ukasema, katika neno lako ukanena ukasema ya kwamba ninabariki watu wako, ninabariki watu wangu, ninapenda wale wanaonipenda, ninapatikana kwa wale wanaonitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Bwana linazidi na kusema ya kwamba yule mwanamwali akampendeza, akapokea fedha. Wacha nisome mstari wa hiyo ni wa 9. Yule mwanamwali akampendeza, akapokea fadhili kwake, naye akampa upesi wa vifaa vyote pamoja na posho zake na vijakazi 7 haki yake na nyumbani mwa mfalme. Pia akamhamisha yeye mfanyakazi, akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Walakini Esther hakudhihirisha kabila na jamaa, kwa maana alikuwa ameangizwa na Mordekai asiseme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ule msichana alikuwa amekaa pale, kuna jambo moja alikuwa ameambiwa na ango yake. Akaambiwa na ango yake, usikubali kusema umetokea wapi. Bwana asifiwe. Usikubali kupeana maono yako mapema. Bwana atukuzwe. Ni kwa sababu wakati mwingi tunaponena katika maono yetu mapema, naye adui huwa anapata nafasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo saa nyingine ni vizuri kukaa kimya uone ushindi wa Bwana. Ni vizuri kukaa kimya uone Mungu akikupigania. Ni vizuri kukaa ukimtazamia, ujue ya kwamba wacha ninyamaze, kile wataona ni matendo ya Mungu. Kile wataona ni vile Mungu atatenda. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu kizuri watu kukuja kudhihirisha katika matendo ya Mungu wakati wameona ya kwamba Mungu ametenda katika maisha yako. Mungu ametenda katika mwili wake wa Kristo. Kwa hivyo kuna kudhihirika, kuna furaha ambayo inakuja wakati tunapoona matendo ya Mungu, wakati tunapoona jinsi vile Mungu ametenda, jinsi vile Mungu ametendea mmoja, jinsi vile Mungu ametendea kanisa lake. Kwa hivyo ni vizuri sana sana wapendwa, tunanyamaza. Na wengi wetu hatujui kunyamaza. Hiyo ndio shida, na hiyo ndio jambo imetuua, na ndio jambo imetumaliza. Ukipata kakitu kadogo unataka kijiji mzima ijue. Ukipata kakitu kadogo unataka kanisa mzima ijue. Badala unyamaze uambie Mungu, ninakungoja hapa. Ningali ninangoja Baba ukajidhihirishe. Ninangoja Baba ukatende. Ni kwa sababu Mordekai alijua ya kwamba alipata ufunuo. Akajua ya kwamba huyu msichana akilisema ametokea eneo gani, akisema yeye ni nani, kwanza kule kudharauliwa ndio kutamvunja moyo. Bwana asifiwe. Kule kudharauliwa akutamfanya akaendelee. Kule kudharauliwa atasikia ya kwamba amefika mwisho. Na ndio kwa sababu akaambiwa ya kwamba na ukanyamaze. Haleluya. Gusa mwenzako umwambie na ukanyamaze. Ni kwa sababu tunatoa kile hatustahili kutoa katika wakati ambao haujafika wa kutoa. Tunatoa siri zetu wakati ambao hujafika. Bwana asifiwe. Uko na miezi 2, uko na mimba, unaanza kutuambia uko na mimba. Watu wanangoja ile mimba, wanaanza kuhesabu. Vile alituambia alikuwa na mimba, kwa hivyo tunangoja. Mtoto anazaliwa. Mtoto anazaliwa mwezi wa 10. Kwa sababu ulinena yale ambao hukuwa unastahili kunena wakati ambao hukuwa unastahili. Bwana asifiwe.